وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه على نعمه واحمدوه على أن يسر لكم صيام شهر رمضان وقيامه، فقد أوشك على الرحيل والزوال، فلم يبقى منه إلا يومان أو ثلاثة، فاجعلهم أيها المسلمون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko ndani ya siku kubwa ambayo ni siku ya Eid al-Fitr al-Mubarak, ambayo ni Eid mbili ambazo zimeshikana. Kuna Eid baada Ramadhan na kuna Eid ya kila Ijumaa ama ya kila wiki. Zote ni siku ambazo zina fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ajab ya ibada ya Kiislamu ama ibada aliyotupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba sisi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaingia ndani ya ibada, tunatoka ndani ya ibada na tunaingia ndani ya ibada nyingine. Tumeingia ndani, tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko ndani ya Shawwal. Vile vile pia kuna ibada ya kufunga ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam ametuambia, yeyote ambaye kwamba atakayefunga siku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampatia ajira kubwa na atakuwa mfano kana kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo tumetoka ndani ya ibada tukufu ya Ramadhani na bado tuko ndani ya ibada ya mwezi wa Shawwal, ama siku hii ya leo ambayo ni siku ya Eid al-Fitr al-Mubarak ni haramu kufunga, lakini baada ya hapo basi unaweza kufunga siku yoyote ndani ya masiku haya matukufu ama masiku ya mwezi wa Shawwal. Wapenzi wa Islam, tuko ndani ambalo tumo ndani ya msimu wa kheri, na Muislamu anabakia ndani ya msimu wa kheri maisha yake yote, na tumehimizwa kufanya amali salihan wakati wote, si ndani ya mwezi wa Ramadhani wala si nje ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunafaa kudumu katika khairat, tunafaa kudumu katika mambo ya ibada ambayo yanatukurubisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalieni ndugu zangu Waislamu, leo ikiwa ni tarehe 1 katika mwezi wa Shawwal, Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shawwal, bado tunanukia Ramadhani, lakini aina nahnu, tuko wapi? Mbona katika salatu al-Eid tumekuwa wengi, na mbona katika salatu al-Jumaa tunakuwa idadi kidogo? Ni kwamba wanadamu anaisha na raghaba na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na si kama kwamba tumeambiwa kufanya nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwanadamu hakuumbwa na jini hakuumbwa isipokuwa asasi ama msingi mkubwa ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo kama tutatua katika hii daira ya ibada, tukatoka ndani ya msingi huu wa ibada, basi tutakuwa tumekengeuka katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuambia, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhalamin lil 'abid. Mtu yeyote ambaye kwamba atakayefanya amali nzuri takaruba ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyokuwa tunasikia kila mara mashaikh kutuambia, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kwa hivyo imani na ihtisaban bado imebakia, si kwamba imani na ihtisaban inabakia ndani ya Ramadhani na Ramadhani
imani ihtisaba inaondoka. Imani ihtisaba mazala inaendelea mpaka wewe utakapoachana na ulimwengu huu ukaingia katika maisha ya barzakh. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba la yasamu almu'min min khairin hatta yakuna mutaahu janna. Mu'min wa kweli, Muislamu kwa kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, hashibe katika mambo ya kheri wala hachoke na mambo ya kheri mpaka mwisho wake uwe ni nini? Uwe ni janna. Kwa hivyo akisikia mahali popote ambapo kwamba kuna mlango wa kheri, mlango wa fadhila, basi anaipeleka, anajitahidi kuingia katika mlango huo ili aisabiki katika wale ambao kwamba ni ibadur rahman. Ndugu Waislamu, man amila salihan falinafsi, mwenye kufanya amali nzuri anafanyia kwa ajili ya nafsi yake. Ibada ya saumu tulipokuwa tunaifanya, unafanyia kwa ajili ya nafsi yako. Ibada ya swala tano unaposwali, unaswali kwa ajili ya nafsi yako. Unapotoa zaka, unatoa kwa ajili ya nafsi yako. Unapoenda haji, unaenda kwa ajili ya ibada ya nafsi yako. Allah anatuambia wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah, chochote kwa kwamba utakachotanguliza kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya nafsi zenu, utakipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa khaira, itakuwa ndio bora, wa a'zam ajra, itakuwa na ajira kubwa, itakuwa na thawabu nyingi. Ndugu Waislamu, Ramadhani imetuacha, tulikuwa tunapitana huku na huku, aliye na sadaka yake kaingiza, aliye na iftar yake anaingiza, aliye na shughuli yake anatuletea. Ibada zote tarawih kasimama, qiyam layl kasimama, swala tano ndani ya wakati, tena kwa jamaa. Je, hiyo kheri ndugu Waislamu itaendelea? Na alama ya kuonyesha kwamba ibada yako ya somo imekubalika ama imekuwa na aina fulani ya kabuli ni kuendelea huduma katika amali hiyo swaliha. Lakini leo kama mtu ameacha swala yake, alikuwa anaswali kwa wakati, ameachana mambo ya ibada, ameachana na mambo ya khairat, ameachana kabisa na msikiti, basi unaona kwamba ni ishara ama ni ishara ambayo kwamba inaonyesha kwamba huyu amali yake basi fihi ma fihi, kuna yale ambayo kwamba yako ndani, ima Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikubali ama haijakubalika. Kwa sababu mbona asiendelee? Alikuwa akiabudu Ramadhani, alikuwa naabudu vile watu wanavyoendelea, ama watu wamejaza msikitini, ama wamefanya nini? Ikiwa kweli alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, mbona hatadumu? Wala kwamba alladhina fi salatihim, wala kwamba katika swala zao daimun, wanadumu. Je, mbona yeye hawezi kuduma katika swala? Ikiwa kweli alikuwa yuko chini ya umbrella ya aya ya funga, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa uchamungu. Je, uchamungu huo umebakia ndani ya Ramadhani tu, haujakufundisha kuingiza ndani ya Shawwal? Au hili limekuwa ni tadrib, limekuwa ni zoezi ambapo kwamba yule ambaye kwamba aliyofunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yamtosha kumzungusha maisha yake, iwe ni life routine, yani inamzungusha mpaka afike katika Ramadhani nyingine. Hivi ndivyo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadhani ilipokuwa inaisha, basi walikuwa wanalia, je, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakabali amali zetu ama hajakubalika? Sita wanalia, wanajiuliza maswali. Je, ile Ramadhani ambayo kwamba nimeidiriki nikaifunga, je, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaikubali? Mbona wanalia? Kwa sababu wanazidisha amali. Huenda kulikuwa na halal, kulikuwa na shortcoming katika ile funga yake. Je, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaikubali? Basi hivi ndivyo kwamba walikuwa salafu na swali waja wema, kwa kwamba
walikuwa na maabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunasoma Qur'an. Tulikuwa tunasoma Qur'an. Kuna wale ambao kwamba wamejaliwa kusoma Qur'ani mara moja wakahitimisha. Kuna wale ambao kwamba wamesoma Qur'ani mara 2, mara 3, kati ya kila mtu anavyojua. Je, hii rutini ya Qur'an ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, hizo zoezi litaendelea ama Ramadhani ilipoisha utaweka Qur'ani itabakia na mavumbi? Ndugu Waislamu, haya ni masala ya kujiuliza. Ramadhani tulikuwa mtu nadra sana kumpata muumini amekaa msikitini hajashika masafu, lakini maalasaf shadidi leo hii na kuendelea utapata baadhi ya waumini Qur'an wanaikubali nayo. Inna qaumi, hakika watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hakika watu, yani Qur'an, Mtume sallallahu anasema watu wake wamehama Qur'an kwa ushahidi wa aya hizi. Inna qaumi ittakhadha hadha al-Qur'an, hakika watu hao wamechukua Qur'an tena wamehama nini? Tilawatan wa tadabbur, kusoma na kuzingatia yale mambo yako ndani, hawazingatii wala hawafuatilii. Kwa sababu ya nini? Walikuwa wakiabudu Ramadhani wala hawakuwa na tafakari kwamba ni nini. Mwezi wa Ramadhani tumekuwa na zoezi la subira. Je, baada ya Ramadhani tutakuwa na subira hiyo? Subira min Rahman. Tulikuwa tunakaa bila kula wala kunywa, na wakati kipindi hicho tumekuwa na sifa ya kutoa, sifa ya ukarimu. Tulikuwa na watu ambao wakarimu. Je, ukarimu huo utabakia ama utaendelea kubakia, ama bila Ramadhani imeisha ile ukarimu umeondoka? Ndani ya Ramadhani tumekuwa na kusimama usiku katika ibada. Tumesoma hata kabla ya kiamu ile siku 10 za mwisho, watu walianza kujipatia zoezi la kusimama usiku kuabudu. Je, Ramadhani ilipokuwa imeisha, natija itakuwa nini? Tutakuwa na ibada istimraria, tutakuwa na ibada ya kuendelea kila kisimamo chetu kwa tunasoma, tunasimama usiku tukimlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kabuli ya amali zetu. Je, baada kile kilio kitaendelea au kilio kimeisha? Na watu wanasema tumepumzika, wacha tulale. Kweli hata kama tumwabudu Allah sote tumemwabudu. Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuambia wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabuduni Mola wako Subhanahu wa Ta'ala mpaka yakujie mauti, yakujie ile siku yake ya kufa ikupate kama uko ndani ya ibada. Lakini ndugu zangu Waislamu, wachache sana katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wanashukuru, wa qalilun min ibadi yashkur, wachache sana katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wanashukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya Ramadhani ni utukufu wa salatu jamaa. Swala ya jamaa imekuwa kubwa kwa misikiti mingi, si huko peke yake. Wameadhimisha salati al-fajr, watu wanajaa msikitini. Salati al-isha wanajaa msikitini, ambayo ni swala ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba athqal salat ala al-munafiqin, swala ambazo ni nzito kwa watu ambao wanafiki ni swala ya al-fajr na swala ya isha. Mtume akasema kwamba walau ya'lamuna ma fihi, lau kama angejua yaliyo ndani ya swala hizo mbili, lau ya'lamuna, lau kama tungejua yale mambo yaliyo ndani katika fadhila, katika thawabu, la atau ma wala wangeziendeza swala hata kama ni kwa kutambaa. Lakini leo kuna mtu ambaye alikuwa na swala ya kiamu layl, anakuja kiamu layl saa 9 za usiku yuko hapo, lakini salati al-fajr aswali asari yote, swalati sunna ya kiamu layl kaja, anatetemeka, anasikia baridi, basi asimama usiku wa kiswali. Lakini fajr kwamba masaa 2 na masaa moja baada ya aswali. Ndugu Waislamu, tuko wapi katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lazima turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii limekuwa ni zoezi tosha
ambao kwamba litakuzungusha maisha yako yaliyobakia mpaka Allah Subhanahu wa ta'ala kama atakujalia ama atanijalia kufikia Ramadhani nyingine, tuwe ndani ya tajriba hili bado tunalisongesha. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe ni waja ambao kwamba tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msimu mwingine hatumwabudu. Yule Mola wa Ramadhani ndio Mola wa Al-Hayyul Qayyum. Yule mwenye kubakia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambao kwamba unatarajia kurudi kwake ndio Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa sisi tutakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa misimu, yani kipindi hiki kwa maabudu Mwenyezi Mungu na kipindi hiki kwa maabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hii itakuwa ni istihzaa, itakuwa ni istihzaa bi ayati Allah, wa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd? Je, unaamini baadhi ya aya za Qur'an au baadhi ya kitabu cha Qur'an na baadhi ya aya zingine usiamini? Ni lazima tuamini, tuwe katika istiqama. Qul rabbuna Allah thumma istaqim, sema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio Mola wangu, kisha uwe na stand, uwe na msimamo kwamba hii ndio stand yangu na huo ndio msimamo wangu, liwalo liwe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yote nafanya kwa ajili ya kumfuata Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naongea, nyewe mnaisikiza, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tumekusanya skills ambao kwamba hapo ujuzi wa kutosha ndani ya Ramadhani. Ule ujuzi ambao kwamba tumechukua ama ile tajriba ambayo kwamba tumechukua ndani ya Ramadhani, wallahi lazima tutosha. Ile la'allakum tattaqun, ule thamarati Ramadhania, ule uchamungu, wallahi lazima hamna lolote ambalo kwamba tunaweza kulalama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tujue kwamba kwake anytime unarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utalipa lolote ambalo ulifanya. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yeyote atakayefanya wema kiasi cha mdudu chungu ataona, yeyote ambaye atakayefanya wema kiasi cha mdudu chungu ataona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li